Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu tafsiri na maana ya kuona jicho lako la kulia linacheza. Na kuletea elimu uweze kufahamu maana na tafsiri ya kuona jicho lako la kulia likicheza. Haijalishi jicho hili litacheza katika upande wa chini au katika upande wa juu. Maana ya jicho la kulia kucheza lina maana kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho, na lina tafsiri yenye maana kubwa sana, na lina nguvu ya kukujuza juu ya maisha yako ya baadaye, na lina nguvu ya kukujuza juu ya faida pamoja na hasara katika maisha yako yajayo. Ni tafsiri ipi ambayo nakuletea hapa inayohusiana na jicho la kulia likiwa linacheza? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Tafsiri ya kwanza: ukiona jicho lako la kulia linacheza, haijalishi jicho hili linacheza katika upande wa chini au katika upande wa juu. Maana ya tafsiri hii ya jicho lako la kulia kucheza, unajuzwa ya kwamba unaenda kuinuliwa katika ulimwengu wa kiroho. Unaenda kuwa ni mtu mwenye machale ya kufahamu mbeleni nini kinaweza kikatokea katika maisha yako yajayo, au katika maisha ya watu wengine, au katika jamii iliyokuzunguka. Ukiona jicho lako linacheza, maana ya tafsiri hii, basi unaenda kuwa ni mtu wa maono katika maisha yako ya baadaye. Utakuwa ni mtu mwenye kufahamu nini kinachoenda kujiri. Maana ya jicho la kulia kucheza lina maana kubwa sana katika nguvu za kiroho. Kama nilivyosema, ukiona jicho lako la kulia linacheza, ni ishara ya kwamba unaenda kuinuliwa katika ulimwengu wa kiroho, na unaenda kuinuliwa katika ulimwengu wa kuwa na maono, na unaenda kuwa ni mtu mwenye machale ya kutambua jambo lijalo. Utakuwa ni mtu mwenye nguvu ya maono ya kujua vitu vijavyo, aidha viwe vitu vizuri au vitu vibaya. Utakuwa ni mtu ambaye ukisalitiwa na mpenzi uliye naye, au aidha kabla hujasalitiwa na mpenzi uliye naye, basi utakuwa na nguvu ya maono ya kutambua kwamba kinaenda kutokea kitu fulani baina yangu mimi na mpenzi niliye naye. Au kama uko na bosi, utaenda kufahamu fika kwamba kuna anguko litakuja kutokea baina yangu mimi na bosi niliye naye, au aidha utaenda kushuka kimadaraka niliyokuwa nayo. Utakuwa na nguvu ya kutambua. Au kama utakuwa na rafiki, basi utakuwa na nguvu ya maono ya kufahamu rafiki uliye naye ni mtu mwema au ni mtu hatari, au ni mtu mbaya ambaye atakuja kukuingiza kwenye shida
katika maisha yako ya mbeleni. Tafsiri ya jicho la kulia kucheza. Jicho la kulia lina nguvu kubwa sana ya kukujuza katika maisha yako ya kiroho na katika ufahamu wa kufungua jicho la tatu la kufahamu vitu vilivyopo na vitu vijavyo. Tafsiri ya pili. Ukiona jicho lako la kulia linacheza wakati upo na mtu fulani hivi, umeketi unafanya mazungumzo, lile jicho la kulia likaanza kucheza, kama katika nafsi yako utaingiwa na hofu na kuhisi kwamba mbona kama huyu mtu anahitaji kunitapeli, au mbona kama huyu mtu hana nia njema na mimi, au mbona kama huyu mtu ni mbaya. Basi ukiona jicho lako la kulia linaanza kucheza, basi unajuzwa ya kwamba kile unachokihisi na unachokifikiria basi ni cha ukweli. Unatakiwa ukizingatie na uwe makini sana juu ya yale mazungumzo unayoyafanya. Au ulikuwa na safari ya ghafla, unahitaji kusafiri, ghafla ukaona jicho lako la kulia linacheza, haijalishi juu ama chini, basi unajuzwa ya kwamba hiyo safari si yenye kheri, ni safari ambayo itakuletea matatizo huko mbeleni. Hivyo unatakiwa kuigairisha kwa haraka sana. Tafsiri ya tatu. Ukiona umeketi pahala fulani au upo sehemu fulani unafanya kitu fulani, ghafla ukaona jicho lako la kulia linacheza, maana nyingine ya jicho la kulia kucheza ni unajuzwa ya kwamba kuna watu wanakuzungumzia katika njia yenye kheri na katika njia nzuri. Kuna watu wanakujadili au wanakuzungumzia katika uzuri, hawakuzungumzii katika ubaya. Inawezekana ni bosi wako anahitaji kukupandisha cheo, ameketi akitafakari na mshauri wake. Au inawezekana mpenzi wako anakuzungumzia kwa mazuri, au ndugu au rafiki anahitaji kukupa habari njema, anakuwazia kukufanyia vitu vizuri. Maana nyingine pia la jicho la kulia kucheza, inawezekana kuna mtu anakuzungumzia kwa mazuri kutokana na wema ulimfanyia, kutokana na msaada ulishawahi kumtendea, au kuna pahala umepita, kuna mtu amevutiwa na muonekano uliokuwa nao, amekupenda, anakuwazia kwa mazuri. Au kuna watu wamekaa katika kikao wanakujadili kwa ajili ya mambo mazuri, wanakuzungumzia kwa mazuri, wanalitaja jina lako kwa kusifu kupitia ya jinsi ulivyokuwa ni mwema, ulivyokuwa mkarimu, au kupitia unavyofanya kazi kwa ufanisi. Watu wanatamani kuwa kama wewe au kuwa mtu mwema kama ulivyo wewe. Tafsiri ya nne. Ukiona pia jicho lako la kulia linacheza, basi
unajuzwa ya kwamba wewe ni mtu muhimu sana katika jamii, na ni ishara pia ya mipango yako kwenda kufanikiwa. Kama kuna mtu ulitamani kushirikiana naye katika jambo fulani la mafanikio, basi unajuzwa ya kwamba yule mtu amekuridhia na atashirikiana na wewe katika jambo hilo katika njia ya uaminifu. Haijalishi mtu huyo atakuwa ni rafiki au ni mkeo au ni mumeo au ni baba yako mzazi au ni mama yako mzazi au ni mtu baki. Ukiona jicho lako la kulia linacheza, maana yake pia ni hiyo kwamba utapata muunganiko na mtu sahihi kwa ajili ya jambo fulani la mafanikio ambalo unalipambania usiku na mchana ili liweze kufanikiwa. Basi yule utakaenda kushirikiana naye atakuwa ni mtu mwema kwako. Kwa upande mwingine, kama ulikuwa na imani kuwa jicho lako la kulia likicheza utapata hasara, tafsiri yake ni hapana. Ukiona jicho la kulia linacheza na wewe ni mtu ambaye kuna mradi ambao ulikuwa unafikiria kuufanya au kuna jambo ulikuwa unatarajia kulifanya na ghafla ukaona jicho lako la kulia linacheza, basi unajuzwa katika ulimwengu wa kiroho jambo hilo usilifanye kwa kukurupuka. Unatakiwa jambo hilo ulitafakari kwa kina sana kabla ya kuchukua maamuzi, au utakapotafakari na ukapata majibu yako, basi mtafute mtu wa muhimu wa karibu yako, aidha awe ni mama yako mzazi au ni baba yako mzazi au ni mtoto wako. Jaribu kumshirikisha katika lile wazo ambalo ulikuwa ukilipambanua na unafikiria namna ya kulifanya. Mshirikishe uone na kushauri nini, na ukiona na kushauri kama vile ambavyo ulikuwa unafikiria wewe ukiwa peke yako, basi unashauriwa ya kwamba uwe makini na kile unachokifanya na uwe ni mtu ambaye usichukue maamuzi ya kukurupuka ili uweze kufanikiwa jambo lako ambalo unahitaji kulifanya. Tafsiri ya 4, ukiona jicho lako la kulia linacheza, maana yake nyingine pia, kwanza jichunguze. Kama ulikuwa ni mtu msiri, unafanya mambo yako kwa siri, aidha ulianzisha kampuni katika njia za siri, hujaishirikisha familia yako, mke wako afahamu au mumeo ajui chochote, au mtoto wako ajui lolote juu ya siri hiyo, au ulianzisha biashara ulianzisha katika njia za siri, au kuna fedha nyingi sana umezihifadhi benki, familia yako haifahamu, au kuna ujenzi unaofanya pahala fulani na familia yako haijui, wewe ni mtu wa siri sana, basi ukiona jicho lako la kulia linacheza, basi unajuzwa ya kwamba unatakiwa umfuate mkeo au mume wako au mwanao, keti naye chini, au mfuate mzazi wako, aidha baba yako au mama yako,
Jaribu kumshirikisha juu ya siri hii ambayo uliiweka katika moyo wako kwa muda mrefu sana, ili usije kupata anguko. Maana tafsiri ya jicho hili kucheza na wewe ingalikana ni mtu wa siri, basi unajuzwa ya kwamba kuna ishara mbaya inaweza kaenda katokea mbeleni katika maisha yako, au kuna dalili mbaya inakuja ya wewe kupata anguko. Kwa hiyo unatakiwa utoe taarifa mapema ili usije ukapata anguko kubwa zaidi katika familia. Aidha unaweza ukafa ghafla, aidha unaweza ukapata maradhi, ukakata hata kauli ya kuongea, na tayari wewe una siri ndani yako ambayo familia ilikuwa haijui. Basi unajuzwa ya kwamba hiyo siri uizungumze kabla ya hasara kubwa haijaja kutokea katika maisha yako. Maana nyingine pia ya jicho lako la kulia ukiona linacheza, na wewe unajifahamu fika ni mtu ambaye unasumbuka na msongo wa mawazo kwa ajili ya jambo fulani, au kuna kitu uponacho katika njia ya siri ambacho kinaiumiza nafsi yako, basi unapewa taarifa katika ulimwengu wa kiroho. Umchague yule mtu wako muhimu ambaye unamwamini, uketi naye chini na umwelekeze juu ya kile kinachokuumiza. Au chague mtu wako wa muhimu, aidha ni mkeo kama unaamini ni mtu muhimu kwako, au ni mume wako kama unaamini ni mtu muhimu kwako, au ni mwanao, au ni mzazi wako yoyote, aidha baba au mama. Keti naye chini, muelezee ile maumivu unayopata katika nafsi na ile siri uliyokuwa nayo, ili usije kupata hasara ya kifedha ambayo uliificha pahala fulani au katika sekta fulani, au fedha ambayo uliiwekeza pahala fulani, au kuna nguvu nyingi ya mafanikio yako ambayo uko nayo uliyaficha sehemu fulani katika njia za siri na yeye hazifahamu. Basi unajuzwa ya kwamba umshirikishe ili usije ukapata anguko la kiuchumi au kaja kupata hasara za kifedha pindi utakapokumbwa na matatizo. Tafsiri ya 6. Ukiona jicho lako la kulia linacheza, haijalishi linacheza kwa juu ama linacheza kwa chini, na ukijichunguza wewe ni mtu ambaye unapitia nyakati za matatizo, unapitia nyakati za maumivu, unapitia mateso katika jamii iliyokuzunguka, aidha mateso ya mahusiano ya kimapenzi baina yako wewe na mpenzi uliye naye, au unapitia mateso katika ndoa yako, au unapitia mateso kwa mumeo au kwa mkeo, au unapitia nyakati ngumu katika mazingira ya kazi unayofanya. Unapata maumivu makali sana katika nafsi, alafu inakuja shauku au hamu ya kulia. Unahitaji kulia, alafu unajizuia, hutaki kulia. Ukigundua kwamba wewe ni mtu ambaye unapitia nyakati hizi ambazo nimezizungumzia hapa, na tayari jicho lako likaanza kucheza, basi kama itatokea hamu ya kulia, basi wewe unatakiwa ulie. Na kama unatamani kupiga mwangwi wa uchungu ambao unausikia ndani ya nafsi, basi unajuzwa ya kwamba ukiona jicho lako la kulia linacheza na upo katika nyakati hizo, basi unashauriwa ya kwamba upige ule mwangwi kwa kelele ya hali ya juu,
au kama unaamua kulia, basi lia kweli kweli. Basi kuna kitu ndani yako utakuwa umekipunguza na umekiondosha. Tafsiri ya 7, kama wewe ni mtu ambaye unapitia dhiki, unapitia mitihani hapa na pale katika maisha, au wewe ni mtu ambaye umefanyiwa jambo baya ambalo linaiumiza nafsi yako, umetendewa kitu chenye kukuumiza na mtu ambaye ulimwamini na haukutarajia kama kuna siku atakuumiza, atakupatia maumivu makali sana katika moyo. Au ni mtu ambaye kuna kitu ambacho ulikuwa unakifanya, ghafla ukapata hasara au ukapata anguko juu ya kile kitu unachokifanya, ukajikuta umeangukia matatizo. Yale matokeo mazuri uliyotarajia kuyapata, hukuyapata, umepata matokeo mabaya. Unashauriwa ya kwamba kama utakuwa na maumivu makali ndani ya nafsi na ghafla ukaona jicho lako la kulia linacheza kwa wakati huo, haijalishi linacheza chini au linacheza katika upande wa juu, basi unashauriwa ya kwamba na Muumba wako, kile kitu kinachoiumiza nafsi yako kiachilie. Kama ulikuwa unawaza kufanya kisasi kwa mtu aliyekufanyia ubaya, basi unajua ya kwamba kile kisasi usikifanye. Na kama ulikuwa na maumivu makali sana kutokana na mtu ambaye ulimwamini, aidha mpenzi wako, aidha mume, aidha mkeo, akakusaliti, akakufanyia maumivu makali sana, ukajikuta ni mtu mwenye kujutia kuwa naye, basi unashauriwa ya kwamba ukiona jicho lako la kulia linacheza ghafla na upo katika nyakati za majonzi na nyakati za huzuni, basi lile jambo liachilie, liache lipite. Usiliweke katika moyo wako. Kama utapata nafasi ya kusamehe, basi samehe. Na kama utapata muda wa kulia, basi lia, ili uweze kuondosha ule uchungu uliopo ndani ya moyo wako. Na kama utakuwa na hamu ya kupiga mwangwi kwa hasira, basi piga kelele. Kama moyo wako pia unapitia maumivu makali sana kutokana na matatizo ambayo yanakusumbua katika maisha yako, au kama moyo wako umepata majeraha na upo na maumivu makali sana, jaribu kutafuta sehemu yenye utulivu ya peke yako, kisha lia. Kisayansi, tiba ya kulia au kaamua kulia juu ya kile kitu kinachokuumiza ni tiba kubwa sana ya kwenda kutibu yale matatizo yaliyopo ndani ya nafsi, na ni tiba kubwa sana ya kufanya kwenda kuitengeneza amani yako upya. Nahitaji nikuletee maana ya kufahamu na kutambua kwamba ni muda gani jicho lako lilicheza, ni majira gani na ni saa ngapi, na kuletea maana ya masaa ili uweze kufahamu kwamba au kutambua kwamba jicho langu lilicheza muda fulani, kumbe maana yake ni hii.
Ukiona jicho lako la kulia linacheza katika muda wa saa 5 ya usiku mpaka saa 7 ya usiku, maana yake unajuzwa ya kwamba utapata ugeni au utapata taarifa ambayo inayohusiana na sherehe, aidha ikawa ni birthday, aidha ikawa ni tafrija fulani, au ikawa ni harusi. Tafsiri ya pili, ukiona jicho lako la kulia linacheza katika majira ya saa 7 ya usiku mpaka saa 9 ya usiku, basi unajuzwa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho unatakiwa kufahamu kuwa kuna mtu anakuwaza, kuna mtu anakufikiria katika njia za mazuri, aidha akawa ni mpenzi wako amekukumbuka, anakufikiria, aidha anaweza akawa ni mama yako mzazi au baba yako mzazi au ni rafiki yako. Ukiona ishara hii ya muda huo, jicho la kulia linacheza katika muda wa saa 7 ya usiku, basi kama katika nafsi utahisi kwamba nahisi kuna kitu kwa fulani, basi kile unachokihisi kwamba ni fulani, hebu jaribu kumpigia simu na muulize. Kama ni mpenzi wako, ukimpigia lazima tu atakwambia kwamba nilikuwa nakuwaza mpenzi wangu, au nilikuwa nakufikiria mume wangu, au nilikuwa nakufikiria mke wangu, au nilikuwa nakufikiria mwanangu, ni muda mrefu sana sijakuona katika mboni ya macho yangu. Hiyo ndiyo tafsiri ya jicho kucheza katika muda unaoanzia saa 7 ya usiku. Tafsiri ya 3, kama utaona jicho lako la kulia linaanza kucheza kuanzia muda wa saa 9 ya usiku mpaka kuelekea muda wa saa 11 alfajiri ya swala, maana yake katika ulimwengu wa kiroho unajuzwa ya kwamba ni ishara ya mafanikio baina yako wewe na familia yako. Kama ulikuwa ni mtu ambaye unapitia dhiki, unapitia majaribu, unapitia mateso na matatizo, basi unaenda kuondokana na hizo dhiki pamoja na hayo matatizo. Na kama familia yako ilikuwa inapitia nyakati ngumu, inapitia mitihani migumu ya kimaisha, basi tafsiri ya kuona jicho linacheza katika muda wa kuanzia saa 9 ya usiku mpaka saa 11 ya alfajiri, ukiona jicho lako linacheza, basi ni ishara nzuri ya kwamba familia yako inaenda kuondokana na matatizo na inaenda kuwa ni familia yenye furaha. Tafsiri ya 4, ukiona jicho lako la kulia linacheza katika majira ya muda wa kuanzia saa 11 alfajiri mpaka majira ya saa 1 ya asubuhi, maana ya tafsiri hii ya jicho kucheza
la kulia, unajuzwa ya kwamba kila kitu kipo sawa juu ya kile unachokifanya. Maana yake ya kwamba kile ambacho unakipambania basi kipo katika njia sahihi na kipo katika misingi yenye usawa. Hivyo usiwe na hofu juu ya matarajio yake yataenda kufanikiwa kama ambavyo unahitaji kutarajia. Kwa hiyo kama ulikuwa na mipango unaipanga, basi unashauriwa uwe na amani. Kila kitu kinaenda kufanikiwa. Na kama kuna mipango ulikuwa unaipanga wewe na familia yako, au kuna jambo zuri ambalo ulikuwa unalipanga unalitarajia kwamba liwe ni lenye mafanikio, basi unajuzwa ya kwamba uwe na subra, usiwe na hofu, uondoe shaka, lile jambo linaenda kufanikiwa. Tafsiri ya 5. Ukiona jicho lako la kulia linacheza katika majira ya saa 1 ya asubuhi mpaka saa 3 ya asubuhi, hii ni ishara mbaya. Ni ishara ambayo unajuzwa utaenda kupata hasara juu ya kile unachokifanya, au utaenda kupata majeraha katika mwili wako. Hivyo unatakiwa ujitafakari katika muda huo. Kama ulikuwa ni mtu ambaye umepanga safari ya kwenda pahala fulani, basi unatakiwa uisitishe kwa haraka sana hiyo safari. Maana safari hiyo itaenda kukuletea nuksi, itaenda kukuletea majeraha ndani ya mwili. Aidha, unaweza ukapata ajali kupitia gari yako unayoiendesha, au unaweza kupata ajali ya kugongwa na gari, aidha pikipiki, aidha ukapata ajali ya aina yoyote inayohusiana na mazingira ya barabara. Aidha ukapata ulemavu katika mwili wako, aidha ukapata majeraha, aidha ajali hiyo pia ikakupelekea mpaka kifo. Ukiona jicho lako la kulia linacheza katika mida hiyo, unajuzwa na Muumba wako uwe makini sana juu ya kile unachokifanya au juu ya safari unayotarajia kwenda. Tafsiri ya 6. Ukiona jicho lako la kulia linacheza kuanzia majira ya saa 3 ya asubuhi mpaka katika majira ya saa 5 ya asubuhi, maana yake unajuzwa ya kwamba utakuja kupata ugomvi baina yako wewe na mtu wako wa karibu. Hivyo unajuzwa ya kwamba kama una uwezo wa kuwa na njia ya kuepuka huo ugomvi, basi uepuke. Na kama ulikuwa na safari ya kutoka kwenda kuonana na mtu fulani, basi hiyo safari usiende. Na kama pia ulikuwa umeketi aidha na mpenzi uliye naye, basi muda huo jaribu kutoka, maana kutatokea ugomvi. Tafsiri ya 7. Ukiona jicho lako la kulia linacheza kuanzia majira ya saa 5 ya asubuhi mpaka majira ya saa 7 ya mchana, hivyo
unajuzwa na Muumba wako. Ujichunguze juu ya nyendo ulizokuwa nazo katika maisha yako. Unajuzwa ya kwamba unatakiwa kuwa ni mtu wa tofauti. Unatakiwa ubadilike na uwe mtu mwema na uwe mtu mkarimu. Na kama utashindwa kubadilika, basi utakuwa ni mtu ambaye unaishi katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe siku ya mwisho utakuwa ni mtu wa watu wa miongoni ya watu waliopotea, na Muumba wako atakuja kukutia motoni. Unachohitajika ni ubadilike kitabia, uwe ni mtu mwema. Hata mgeni anapokuwa anafika nyumbani kwako, basi wakirimu wageni au umkirimu mgeni. Na mtu anapokuja kuwa na shida na akakufuata akakuelezea, basi unapaswa kumsaidia kama una uwezo wa kumsaidia, aidha kifedha, aidha katika mchango wa mawazo. Unatakiwa uache ubinafsi. Unatakiwa uwe mtu mwema katika jamii ile kuzunguka. Tafsiri ya 8. Kama jicho lako la kulia litacheza kuanzia majira ya saa 7 ya mchana mpaka saa 9 ya jioni, maana yake unajuzwa ya kwamba utakuja kupata jambo zuri na taarifa nzuri, lakini jambo hilo halitoweza kuwa na muda mrefu sana kudumu katika maisha yako. Tafsiri ya 9. Ukiona jicho lako la kulia linacheza katika muda wa saa 9 ya jioni mpaka majira ya saa 11 jioni, jicho lako la kulia linacheza, unafahamishwa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuwa kuna mtu anakupenda na ana upendo wa dhati na wewe, na mtu huyo anahitaji kuambatana na wewe katika shida, katika maradhi, katika jua, katika mvua, mpaka mwisho wa uhai wake. Anahitaji kuwa ubavu wako wa pili, au yeye ni ubavu wako wa pili, hivyo hupaswi kumwangusha. Tafsiri ya 10. Ukiona jicho lako la kulia linacheza kuanzia majira ya saa 11 jioni mpaka majira ya saa 1 ya usiku, unafahamishwa ya kwamba kuna mtu wako wa karibu anahitaji msaada wako. Hivyo unahitaji kufahamu ya kwamba unahitajika usaidie. Kama utapata taarifa ya mtu wako wa karibu, aidha mama yako mzazi au baba yako mzazi au mpenzi wako uko naye mbali au uko naye karibu au rafiki yako, maana yake unajuzwa ya kwamba atakapojitokeza, basi unapaswa kumsaidia, maana yupo katika matatizo, yupo katika mitihani, yupo katika maumivu makali sana ya shida inayomtesa. Na kama wewe utakuwa na uwezo wa kumsaidia kifedha, kimawazo, kiushauri, basi msaidie. Hupaswi kumterekeza, ili uweze kujitengenezea baraka
ambazo Mwenyezi Mungu amekuwekea katika maisha yako. Tafsiri ya 11. Ukiona jicho lako la kulia linacheza katika majira ya saa 1 ya usiku mpaka majira ya saa 3 ya usiku, basi unajuzwa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho unatakiwa kujiandaa na matarajio ya mafanikio yako. Unajuzwa ya kwamba unaenda kuwa mtu wa mafanikio juu ya kile kitu unachokipambania usiku na mchana. Tafsiri ya 12. Ukiona jicho lako la kulia linacheza kuanzia muda wa saa 3 ya usiku mpaka majira ya saa 5 ya usiku, hivyo unajuzwa katika ulimwengu wa kiroho unaenda kuwa ni mtu mwenye hatia, utaenda kushutumiwa. Hivyo unatakiwa ujichunguze juu ya nyendo zako ambazo unaishi nazo katika jamii. Kama ni mtu ambaye ulikuwa ni mtu mwenye tabia mbaya, ni mtu mwenye kuikosea jamii, huishi na upendo na jamii iliyokuzunguka, unajuzwa ya kwamba ubadilike, la sivyo utaenda kupata hatia. Na pia maana nyingine pia, kama we ni mtu mwema katika jamii lakini ukaona jicho lako la kulia linacheza kuanzia majira ya saa 3 ya usiku mpaka majira ya saa 5 ya usiku, basi unajuzwa ya kwamba utaenda kusingiziwa, utabambikiwa kesi, aidha utashutumiwa kwa kesi ambayo hujafanya, na usipokuwa makini basi utafungwa na utaenda jela. Ukiona jicho lako la kulia linacheza katika nyakati hizo, hivyo kuwa makini sana na nyendo zako, kuwa makini sana na jamii iliyokuzunguka, pia kuwa makini sana na mazungumzo unayofanya baina yako wewe na watu wako wa karibu au watu wa mbali au katika jamii iliyokuzunguka. Kuwa makini sana ili usiende kuangamia. Simaanishi ya kwamba kupitia haya majira ya saa ambayo nimeyazungumzia, ukiona jicho lako linacheza, basi hilo linacheza moja kwa moja kutoka saa husika linaloanza mpaka mwisho wa saa husika linalomalizia. Hapana. Na maanisha ya kwamba ukiona linacheza katika kuanzia yale majira, aidha likacheza kwa dakika 2 au 3 na likaacha, basi jua tafsiri yake ndiyo hiyo ambayo nimekuambia. Kama wewe ni mpambanaji katika maisha, unapambana sana lakini hufanikiwi, mafanikio unayaona kwa watu wako wa karibu au kwa majirani zako, unapambana usiku na mchana, unavuja jasho, lakini wenzako wanafanikiwa, wewe hufanikiwi. Rafiki zako wanafanikiwa, wewe hufanikiwi. Unakuwa ni mtu mwenye kupitia matatizo, unapitia dhiki, unapitia mitihani, unapitia maumivu makali sana katika maisha. Daktari Musa, kama unavyoiona hapa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mivuto ya biashara kupitia biashara unayoifanya, na kuna dawa za mivuto ya kupendwa kila kona ya dunia utakayopita,
Na pia kuna dawa ya kukupa kibali cha kupanda cheo kupitia kazi unayoifanya. Na kuna dawa ya kufanya upendwe na mke au mume uliye naye. Na kuna dawa ya kufanya uwe ni mtu mwenye kuheshimika. Kuna dawa za kupandisha nyota yako. Kuna dawa za kusafisha nyota yako. Na kama unahitaji pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, pete original kabisa, pete za kufanya upendo uheshimike kila kona dunia utakayopita, pete ya kukupa bahati, au unahitaji pete za majini, pete iliyofanywa kafara za wanyama mbalimbali, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Pia utakuwa umefanya kitendo cha uungwana sana kama utaamua kushare video hii kwa watu wengine wapate taarifa hii, na ukacomment na ukalike. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa, Dr.